Ndugu yangu James Orengo. Orengo anajaribu kufanya siasa ya 1942. Tulete vurugu kisha nikubalike ya kwamba mimi ninapigwa na mtu fulani. Orengo hana wafuasi yoyote Luo Nyanza. Na iwapo kama wanaendelea kutembea na Sifuna anza kujipanga mapema. Wewe unampeleka Western atakaribishwa. But yeye kwa sababu hana watu anapanga kipindi ndio mkuwe na sympathy. Hakuna mtu wowote anaweza organize goons atapiga Orengo. Orengo akona nini? Na ananyang'anya nani wafuasi? Na nini anachukua? Mtu yenye ana wafuasi yoyote, mtu yenye anaweza chaguliwa kama si General Odinga kutumika hata hawezi kuwa MCA. Uchaguzi unakuja 2027. Asimame governor. Si akona pesa, asimame kama ataweza. Wale ni watu wanafanya kipindi. Sasa hakuna Mjaluo atarudi barabara James Orengo, hakuna. Uruke juu, ufanye kipindi, ufanye sarakazi, hakuna mtu wowote anapangia James Orengo wati goons. Goons gani? Mtu hana influence. Kubali ya kwamba huyu kijana mdogo tu wa juzi. Unajua sometimes Mungu ndiye analetanga baraka. Omola ametoka from nowhere, Omola amekuja, sasa Omola ana control. Mnaanza kusema nini tunafanyaje tutoe Omola kwa system. Orengo hata uruke juu, ufanye sarakazi. Hakuna siku Daktari William Ruto atakuita kwa meza. Hakuna. Hiyo ndio kitu unajua unatafuta. Unatafuta uitwe na Ruto ndio unegotiate. Una negotiate nini? 7.8 billion pesa ya siaya every year, huwezi kutuambia imefanya kazi gani. Sasa unaitwa kwa meza kwa sababu gani? Wa Kenya hakuna mwanasiasa yote Luo Nyanza alipangia Orengo goons, hakuna. Ni sarakazi Orengo ndio aonekana kwamba anakimbizwa. Hakuna mtu wote alipangia Orengo goons. Hakuna. Hizi ni kipindi yao tunawajua. Si ni marafiki zetu tunawajua. Wanataka sympathy. Wamepanga na ule bishop. Na ule bishop pia bishop wengine sijui bishop nani. Amua kama wewe ni bishop kuwa bishop. Kama wewe ni mwanasiasa kwa sababu itafika wakati tutakusalamia. Huwezi kutublackmail jamii ati jamii wa Kikuyu ati wako na waziri wa sita na wanapinga nani William Ruto. So unataka coincide tuanze kupiga William Ruto. Hiyo ndio nia yenu. Tupige Ruto kwa sababu Ruto amepewa wa Kikuyu mawaziri wa sita. Hatuwezi kubali na kununua jinga kama hiyo. Wewe kama ni bishop amua wewe ni bishop. Kama utaka sio bishop resign kuja kwa siasa, tupande kwa siasa. Hatuwezi kubali kupiganishwa. Sasa Orengo, Uhuru Kenyatta walichukua na ile bishop, anataka kuinsight watu. Ati wa Kikuyu wamepewa vyo mingi na wanapinga William Ruto. My friend, hii ndio serikali tunakaa na matako mbili. Aidha mnapenda msipende. Hii serikali ya Raymond Omolo, serikali ya William Ruto. Siasa duni ya kupiganisha Wajaluo iliisha kitambo ndugu yangu. Ni wakati ya maendeleo na Omolo amefungua macho ya Mjaluo. So kama nyinyi mtaka kufanya maendeleo, pack your thing and go. 2027 inakuja na kiongozi ambaye tulekeza ni Daktari Raymond Omolo. Wewe fanya sarakazi na gunzi zako, wakati ambao utakuwa nyumbani tarajia DCI EACC kwa mlango yako, kwa sababu lazima urudishe pesa wanasiaya. Baada ya kushindwa 2027 lazima ukamatwe, urudishe pesa wanasiaya. Asante sana, Mungu awabariki.